Katika maisha kuna maumivu ya aina nyingi, lakini maumivu ya mwanamke anayetamani kuitwa mama, huku jamii ikimnyoshea vidole, ni mzigo mzito na unaouma kuliko maelezo. Kwa miaka mingi, msanii na mrembo wa zamani wa Tanzania Wema Sepetu amepitia dhoruba hii. Aligeuka kuwa uwanja wa dhihaka, huku baadhi ya watu wasio na huruma wakithubutu hata kumuita tasa. Kila uchao maneno ya kashfa yalikuwa yakimchoma moyoni, yakijeruhi utu na hisia zake za kike. Katika jitihada za kutafuta suluhisho la donda hili lililokuwa likimfanya aliye gizani, Wema alilazimika kusafiri hadi nchini India mwaka 2018 kwa ajili ya matibabu makubwa na upasuaji maalum wa kuondoa uvimbe kwenye ovari zake. Ilikuwa ni safari ya matumaini, lakini iliyojaa hofu na maumivu makubwa ya mwili na akili. Hata hivyo, kana kwamba mateso hayo hayakutosha, hatima ilimletea pigo lingine zito lililovunja moyo wake vipande vipande, ambapo alipata ujauzito, lakini kwa masikitiko makubwa hakuweza kufanikiwa kufika mwisho. Alipoteza kiumbe hicho, tukio lililomzamisha kwenye dimbwi la simanzi na kukata tamaa. Wema aliwahi kukiri wazi kuwa ndoto yake kubwa maishani ilikuwa ni kupata mtoto kuliko hata kitu kingine chochote. Lakini kutokana na umri kwenda na milima aliyopanda, alikuwa amefikia hatua ya kuona kama milango imefungwa kabisa kwake. Lakini Mungu si mwanadamu na dhoruba haidumu milele. Baada ya miaka ya maumivu, kilio cha siri na mapambano yasiyokwisha, hatimaye ule usiku mrefu wa giza umekwisha na pambazuko la furaha limewaka rasmi kwenye maisha ya Wema Sepetu. Katika kile kinachotajwa kama muujiza uliosubiriwa kwa miaka mingi, star huyo wa filamu amejifungua salama mtoto wa kiume akiwa na mchumba wake ambaye ni msanii wa Bongo Flava Whozu. Habari hizi za kusisimua zilizosambaa Ijumaa ya Juni 12 mwaka 2026 zimezua taharuki ya furaha isiyo mfano, huku mitandao ya kijamii ikilipuka kwa vigelegele, pongezi na machozi ya furaha kutoka kwa mashabiki, marafiki na Watanzania wote waliokuwa wakimwombea Wema Sepetu. Kuzaliwa kwa mtoto huyu wa kiume hakuleti tu mtoto duniani, bali kunafuta rasmi machozi yote ya miaka ya nyuma, kunanyamazisha maneno yote ya kashfa na kunafungua ukurasa mpya kabisa wa kicheko, upendo na amani katika maisha ya Wema na Whozu. Safari ya Wema ni somo kubwa kwa kila mwanamke na kila mwanadamu, kwamba uvumilivu, imani na kutokata tamaa mbele ya majaribu makubwa hatimaye huzaa baraka inayoziba makovu yote ya nyuma. Hongera sana Wema Sepetu kwa kuingia kwenye ulimwengu wa kina mama. Jina langu ni Hamza Saifu na hii ni Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.